Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Florentina Nyambuka. Kwanza ni muhtasari wake. Mwanamke mmoja na mtoto wake wamekufa baada ya kutumbukia kisimani katika kitongoji cha Usindi Kusini, wilaya ya Kaliua, mkoani Tabora. Serikali na wadau wameombwa kuendelea kuboresha mazingira ya watu wenye ulemavu, hasa walimu, ili kuimarisha afya na usalama wao mahali pa kazi. Na katika habari za kimataifa, wanaume wenye silaha wamewaua watu 29 katika kijiji cha Guyaku, jimbo la Adamawa, nchini Nigeria. Habari kamili. Mwanamke mmoja na mtoto wake wamekufa baada ya kutumbukia kisimani katika kitongoji cha Usindi Kusini, wilaya ya Kaliua, mkoani Tabora. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Hussein Mshenga. Mke huyo Hadija Said mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa kitongoji hicho, amekufa pamoja na mtoto wake anayekadiriwa kuwa na umri wa mwaka mmoja baada ya kuteleza na kutumbukia kisimani wakati akiwa anachota maji. Akizungumza na CGFM kwa njia ya simu, mwenyekiti wa kitongoji cha Usindi Kusini, Mohamed Kasote, amesema raia wema waliofika kwa ajili ya kutoa msaada kwa mama huyo walimkuta tayari amekwishazama kisimani. Tulipofika pale tulikuta ule mtu akukanyagia ndio yuko katika wakati anavuta maji yale, sababu huku tunavutia maji ile ndogo ile takuni. Sana pili alipochota yale maji kukanyaga ile ndio ilikatika na yule mtu ilikatika. Kwa hiyo sisi tunafika pale kwa wale wa kwanza waliofika katika maelezo baada kwa wao wenyewe walifika mazingira yale, na maana tayari walimkuta mama pamoja na mtoto wote wako chini ya kisima, na maana alikuwa zama. Sasa katika ile hali akaomba sasa tu labda unaweza tukawaokoa, ndio ikabidi kuingia moja kwa moja na kuwatoa wote wawili. Mwenyekiti Kasote ameongeza kuwa walipokea taarifa hizo kutoka kwa mwanamke mmoja wakati wakiwa katika shughuli za utayarishaji wa tumbaku kuwa mwanamke huyo alitumbukia kisimani. Mimi na watu baadhi hapa mtaani tunafunga tumbaku. Akaja mama mmoja anakimbia. Sema jamani, huyu kuna mtu kadumkia kisimani. Kwa hiyo acha yeye shule kufunga mabetu wakimbia kwa. Mkuta aliyopo karibu akawa wamemtoa, wamewaweka hapo pembeni. Basi nilipofika na watu baadhi kuonekana hapana, wakimbie hospitali. Basi tukawa tunachukua boda wawili na watu kama 4 hivi kama wakimbiza zanati hapa ni kwetu. Kufika zanati hapo kuonekana mtoto akifikia tu moja kwa moja, yani anamwambia kwa hiyo tu moja kwa moja hospitali. Marehemu Hadija Said, mazishi yake yanatarajiwa kufanyika hii leo kitongojini hapo, huku akiwa ameacha watoto 4 na mgane ambaye ni Rashid Hamis aliyekuwa mume wake. Hussein Mshenga, CGFM. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Tabora, SHIVYAWATA, limeiomba serikali na wadau wengine kuendelea kuboresha mazingira ya watu wenye ulemavu, hasa walimu, ili kuimarisha afya na usalama mahali pa kazi. Mwandishi wetu Isaac Justin ana undani wa taarifa hii. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa shirikisho hilo mkoa wa Tabora, Mwalimu Amos Masudi, katika makala maalum ya siku ya afya na usalama mahali pa kazi, akisema yapo maeneo yasiyo rafiki kwa watu wenye ulemavu. Ninao watu wenye ulemavu ambao wanafanya kazi katika mazingira tofauti katika manispaa yetu ya Tabora. Ziko baadhi ya sehemu ambazo wanafanyia kazi sio rafiki kwao, kwa maana ya kwamba unaweza kumkuta mtu mwenye ulemavu amepangwa katika shule fulani na ina ngazi za kupanda zinazompa shida mpaka leo hazijarekebishwa. Pengine hata vyoo navyo vinakuwa sio salama. Wito ni kwamba ni kwa serikali hata wadau mbalimbali ya support juhudi hizi za kuhakikisha kwamba mtu mwenye ulemavu mazingira yake mahali pa kazi yako vizuri kwa maana ya kiafya, lakini pia hata usalama wake. Kwa upande wake, Mwalimu Zakaria Kashinje wa shule ya msingi Ipuli katika halmashauri ya manispaa ya Tabora anaeleza kuwa bado kuna changamoto katika miundombinu, hasa sehemu za kazi zisizoboreshwa. Usalama unaoendana na watu wenye ulemavu unakuwepo, lakini sio sana, kwa sababu majengo yako tofauti, hayakuandaliwa moja kwa moja kuonesha kwamba watakuwepo na watu wenye ulemavu. Kwa mimi kama mwalimu nisiyeona, nimeshakumbana na changamoto nyingi sana. Mfano, unataka labda kwenda kwenye ofisi fulani, unajikuta tu tayari umeshahamia sehemu ambayo
haijafanyiwa ukarabati. Baadhi ya wananchi wa manispaa ya Tabora wamesema kuwa ujumuishaji na haki za watu wenye ulemavu unawahusu watu wote, hivyo wana wajibu wa kuwasaidia ili kulinda usalama wao. Naitwa Mwalimu Kolumba Njov Charles, nafundisha shule ya msingi Furaha. Usalama wa ndugu zetu au walimu wenzangu au wasiona ni mkubwa sana hapa shuleni, kwa sababu kuna mambo mengi tunaweza tukawasaidia. Kwa mfano, anaweza kusema labda akawa anahitaji mimi sijisikii vizuri, naomba unisindikize hospitalini. Kwa hiyo itabidi tutaweza kumvusha barabarani, utaenda mpaka hospitali, atatibiwa, utarudi naye. Rebeka Sila Sindala. Niwahi kukutana na mtu mwenye ulemavu ambaye anaomba msaada. Nilimsaidia. Naye afisa kazi mfawidhi mkoa wa Tabora Robert Nkungwe amekiri kuwepo kwa tatizo la miundombinu kwa watu hao na namna wanavyoshughulikia tatizo hilo. Sisi kwa kushirikiana na wenye dhamana kubwa, watu wa taasisi ya usalama mahali pa kazi OSHA, tumekuwa tukiyaona hayo maeneo, tunaripoti au tunatolea taarifa kwenye ofisi za OSHA ambazo kwa huu mkoa zinaratibiwa na kanda, ambao OSHA ndio wenye dhamana ya kuchukua hatua stahiki. Kwa hiyo sisi kazi yetu tunakagua kuna mahusiano kati ya ajira na watu wenye ulemavu. Tukigundua miundombinu sio rafiki kwa watu wenye mahitaji hayo, na kweli shule nyingi sana na taasisi nyingi zimekuwa na hilo tatizo, tunalitoa taarifa kwa taasisi ya OSHA ambao wao wanachukua hizo hatua. Aprili 28 ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya afya na usalama mahali pa kazi, lengo likiwa ni kuhamasisha afya na usalama wa wafanyakazi katika maeneo tofauti duniani. Isaac Justin, CGFM. Serikali imesema inajitahidi kupata fedha za kukarabati shule za msingi na sekondari zote kongwe na chakavu 10,595 nchini. Mwandishi wetu Stefania Lyson anafafanua zaidi. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Daktari Festo Dugange. Amesema tathmini ya kina ilifanyika mwaka 2021-2022 na kubaini kiasi cha fedha kinachohitajika kwa ajili ya ukarabati wa shule hizo chakavu ni shilingi trilioni 2 na milioni 800. Shule ya msingi Mtapenda ilijengwa mwaka 1970 na hivyo ni chakavu na inahitaji ukarabati. Katika mipango ya ukarabati wa shule chakavu, serikali katika mwaka 2021-2022 ilifanya tathmini na kubaini jumla ya shule 10,595 chakavu kote nchini, ambapo jumla shilingi trilioni 2.8 zinahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI imeandaa andiko la mradi unaoitwa Sifa na kuwasilisha Wizara ya Mipango na Uwekezaji ili kuwezesha upatikanaji wa fedha za kufanyia ukarabati wa shule zote kongwe za awali, msingi na sekondari nchini, ikiwemo shule ya msingi Mtapenda. Alikuwa akijibu swali la mbunge wa jimbo la Nsimbo Ana Lupembe aliyetaka kujua ni lini serikali itakarabati shule kongwe ya msingi Mtapenda. Katika maswali yake mawili ya nyongeza, mbunge huyo ametaka kujua ni upi mpango wa dharura kukarabati shule Mtapenda ambayo kwa sasa mabati yake yameoza kutokana na mvua pamoja na ujenzi wa nyumba za walimu. Hii shule imejengwa haijafanyiwa marekebisho aina yoyote, na kipindi cha mvua hii ya mwaka huu mabati yote yameoza, watoto wananyeshewa, hawawezi kuwa wasikivu katika masomo yao. Lini serikali ipa dharura ya kurekebisha shule hii ya msingi ya Mtapenda ili watoto waweze kukaa kwa amani? La pili, shule ya msingi ya Mtapenda hakuna nyumba za walimu. Wananchi wa kata ya Mtapenda, kijiji cha Mtapenda, wakaamua kujichangisha ili waweze kujenga hata nyumba 2 za walimu, lakini serikali mpaka leo haijafanya kitu chochote. Ni lini serikali itajenga nyumba za walimu katika kata ya Mtapenda? Akijibu maswali hayo, naibu waziri Dugange amesema ni wajibu wa ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nsimbo kupitia mapato ya ndani kukarabati kwa dharura ili wanafunzi waendelee kusoma vizuri, wakati serikali ikiendelea na utaratibu wa kutafuta fedha kwa ajili ya maboresho makubwa na kujenga nyumba za walimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa shule hii ni chakavu sana na kwa mujibu wa Mheshimiwa mbunge inavuja na wanafunzi waweze kusoma vizuri, ni wajibu wa halmashauri ya Nsimbo na mkurugenzi kupitia mapato ya ndani angalau kufanya marekebisho ya haraka kwenye shule hii ili wanafunzi waendelee kusoma, wakati serikali kuu ikiendelea na utaratibu wa kutafuta fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa wa shule hiyo. Pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, fahamu kwamba yako maeneo mbalimbali ya shule zetu ambako kuna upungufu wa nyumba za walimu, na serikali hii ya awamu ya 6 imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya
ujenzi wa nyumba za walimu katika shule zetu. Hivi sasa kuna zaidi ya nyumba 650 zinaendelea kujengwa kote nchini. Niwapongeze wananchi Nsimbo kwa kuanza ujenzi wa nyumba. Nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kuchangia nguvu za wananchi. Nimwahakikishie kwamba na sisi serikali kuu tutafanya utaratibu wa kupata fedha kwenda kuhakikisha kwamba nyumba hiyo ya walimu inakamilishwa. Katika hatua nyingine, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nsimbo kutathmini haraka na kutengeneza madarasa yanayovuja ili wanafunzi waendelee na masomo yao bila vikwazo. Stefania Lyson, CGFM. Viongozi wa chama cha kulinda na kutetea haki za walimu Tanzania cha KUHAWATA ngazi ya wilaya wametakiwa kuorodhesha madai mbalimbali ya walimu ili yawasilishwe kwenye mamlaka husika. Mwenyekiti wa chama hicho taifa, Emmanuel Herman, amezungumza nami katika mahojiano yafuatayo. Kwa mujibu wa kifungu cha 46 cha sheria, chama hiki kipo kwa ajili ya kutetea haki za walimu. Kwa mfano, wanapokuwa wakipata kesi mbalimbali, tumekuwa tukiwekea mawakili kesi ambazo zinalenga maslahi yao na sio masuala ambayo labda ni ya uhaini au na masuala labda ubakaji. Hayo sisi watu usikaji. Kumekuwa kuna changamoto baadhi ya walimu kucheleweshewa hizo fedha za likizo, hasa masuala ya upandaji wa madaraja. Pengine sasa kwa namna gani mmekuwa mkiwasaidia hasa katika upande huo, na tuseme labda mpaka sasa hivi hali ikoje? Tarehe 14 mwezi wa 3 na tarehe 28 mwezi wa 3 tumetoa maelekezo kwa viongozi wa ngazi ya wilaya, kwa maana makatibu na wenye viti, kutuwasilishia taarifa za madai ya walimu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na swala la fedha za likizo. Wale wanaodai kujua, yani watupatie idadi ya walimu ambao wanadai fedha za likizo, watupatie pia idadi ya walimu ambao hawajapanda vyeo, walimu ambao pia hawajapewa miseleleko, na walimu ambao wanadai fedha za nauli. Kuwasilisha hizo changamoto za walimu, nasi basi tuweze kuwasilisha kwenye mamlaka husika, kwa maana ofisi ya TAMISEMI pamoja na ofisi ya utumishi. Na inatakiwa wawasilishe kwa muda gani? Tumewapa kama wiki 2, ndani ya siku 14 hakikisha kwamba wameshawasilisha taarifa hizo, ili nasi basi sisi tujipange tuzipeleke kwa katibu mkuu TAMISEMI na katibu mkuu utumishi. Ushughulikiaji wa hayo maslahi ya walimu umekuwa ukifanyika kwa namna gani? Kwanza sisi tunamshukuru Rais wa 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo angekuwa akijitoa katika kuhakikisha kwamba watumishi wake hususan walimu wanapata haki zao za msingi pamoja na upande wa madaraja. Kwa kweli toka ameingia, kila mwaka watumishi tumekuwa tukipandishwa vyeo na fedha za likizo tumekuwa tukiendelea kulipwa. Kwa hiyo sisi tujaribu kuangalia wale ambao wamesahulika, kwa sababu kuna watu wanaodai kwa vipindi mbalimbali. Kuna wengine 2017 halmashauri nyingine, kuna wengine nakwambia 2016 hajalipwa, kuna wengine 19. Lakini nasi kama chama pia tunazidi kufuatilia kuhakikisha kwamba wale ambao wamesahulika kabisa nao pia tuwasilishie taarifa zao tuweze kuzifikisha mahali husika pia nao pia walipo. Lakini kwenye wale ambao walitakiwa kuseleleka kwa maana kwamba walisahulika kwenye madaraja, nao pia tumekuwa tukiendelea kuwafuatilia, na serikali imekuwa ikichukua hatua ikiwa pamoja na kuwapandisha vyeo kuhakikisha kwamba kila mtumishi anakuwa katika daraja lake stahiki. Njia gani ambazo zinatumika kuhakikisha kwamba basi kama mwalimu ana changamoto hasa mahali pa kazi inakuwa ni haraka kuweza kuzitatua? Sisi tumekuwa tukitumia njia kubwa ni majadiliano. Tumekuwa tukishirikiana na serikali, tunakaa mezani tunajadiliana, lakini mwisho wa siku mamlaka husika zinatuambia kwamba tuwasilishe taarifa na hizo changamoto za walimu, basi nasi tunafanya kama ambavyo wanavyofanya. Kwa sasa hivi hali ikoje, changamoto kwa ujumla ambazo kwa sasa zinawakabili walimu? Yani changamoto ambazo tunaziona sasa imekuwa ni kubwa katika watumishi, hususan ni kada yetu ya walimu, ni swala zima la hizo fedha za likizo. Imekuwa ni changamoto watu wapewe kwa wakati, japokuwa wanapewa tu lakini bado kidogo. Ila changamoto nyingine kubwa ambayo inajitokeza ni swala tu la hizi haki zao walimu, ule uhuru wao umekuwa kidogo ni changamoto kwa waajiri. Baadhi ya waajiri wamekuwa kidogo wakituangusha na kusababisha malengo makubwa. Hali hiyo pia inasababisha baadhi ya watumishi kuweza kuvunjika moyo katika uwajibikaji. Huyo ni mwenyekiti wa chama cha kulinda na kutetea haki za walimu Tanzania, Emmanuel Herman, akihitimisha mahojiano nami. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wanafunzi wa vyuo mkoani Tabora wamehimizwa kuanza kujiajiri kwa kufanya biashara wakiwa bado masomoni, hatua inayolenga kuwajengea misingi imara wa maisha ya baadaye na kupunguza utegemezi wa ajira rasmi. Taarifa ya mwandishi wetu Christian Edward inasomwa hapa studio na Vivian Piuza.
Akizungumza na CGFM, mdhibiti ubora wa chuo cha Tabora Polytechnic Jumanne Kiwei amesema kujiajiri mapema huwasaidia wanafunzi kupata uzoefu wa vitendo, kukuza ujuzi wa biashara na kuongeza kipato cha kujikimu na gharama za maisha wakiwa chuoni. Jua kwamba kuna maisha baada ya kusoma. Unahitaji uwe na elimu ya mtaa, elimu ya maisha, lakini pia uwe na elimu darasani. Ukitoboa kwenye elimu ya darasani, namshukuru Mungu, lakini kama muda bado wa kuingia kwenye mfumo rasmi kupata kipato kupitia elimu yako, basi huo umeshapata experience namna ya kutengeneza uchumi wako au fedha kupitia elimu ya mtaa. Usije ukamaliza hapa level 6 ukaingia mtaani ukaanza kushangaa unaona kila kitu ni kipya, kila kitu ni kigeni, kwa sababu ulifocus sana na kitu kimoja, elimu tu ya darasani. Dunia sasa inahitaji mtu mwenye multi skills na multi knowledges. Amesema zipo fursa mbalimbali zinazoweza kuwahusisha wanafunzi bila kuathiri masomo yao, ukiwemo ubunifu wa maudhui mtandaoni, utangazaji wa biashara kama mawakala, pamoja na kuuza huduma za interneti kwa wenzao kwa makubaliano maalumu. Chuo tu chenyewe pia kinatengeneza jamii ya mkusanyiko ambao naturally ni fursa kwa mtu ambaye ana jicho la kibiashara, sababu tuna almost wanafunzi 1500 mpaka 2000 chuoni hapa. Wote hao wanahitaji huduma. Nikiangalia 90% ya wanafunzi hapa wanatumia smartphone. Na always kijana anayetumia smartphone anakuwa anatumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo vijana hawa wanahitaji huduma ya bando. Wanahitaji sana huduma ya bando. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wameelezea mafanikio wanayoyapata kupitia shughuli hizo ndogo ndogo, wakisema zimewasaidia kukidhi mahitaji muhimu kama chakula, vifaa vya masomo na hata kuweka akiba ndogo ndogo. Tukiachana na masomo, mimi ni winga kwa sababu nafanya biashara ndogo ndogo hususan hapa chuoni, lakini vile vile ukifika pale mjini kuna biashara wanauza nguo pale, kwa mimi ni winga pale. Nikifika pale na promote ile biashara ya watu na nashawishi wanunue pale. Kwa hapa chuoni nafanya biashara ndogo ndogo kama kuuza karanga, kuuza pipi. Faida nimeipata kwa sababu wakati nilianza nikiwa na mtaji mdogo, lakini kwa sasa hivi na mtaji wangu naweza kusema kwamba umekuwa, kwa sababu na uwezo wa kufanya baadhi ya matumizi yangu madogo madogo kama kutoa assignment, madaftari nini na vingine kadhalika. Hivyo simsumbui mzazi kwa vitu kama hivyo. Kwa jumla, wadau wa elimu wameelezea kuwa kujiajiri ukiwa chuoni ni darasa muhimu la maisha linalomjenga mwanafunzi ubunifu, uthubutu na uwezo wa kukabiliana na changamoto za soko la ajira baada ya kuhitimu. Vivian Piuza, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Kwa habari za kimataifa tujiunge na mwandishi wetu Emil Kasapa. Tuanzie nchini Nigeria. Watu wenye silaha wameua watu 29 katika kijiji cha Guyaku, jimbo la Adamawa nchini Nigeria, katika shambulio lililodumu kwa saa kadhaa na kuacha uharibifu mkubwa wa mali. Vilio na majonzi vimeendelea kutawala kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika kijiji cha Guyaku kufuatia tukio hilo. Mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo amesema watu hao waliingia kijijini hapo majira ya jioni, wakati watu walipokuwa katika uwanja wa mpira wa miguu na wengine wakiwa katika shughuli zao, na kuanza kuwafyatulia risasi. Kwa mujibu wa gavana wa jimbo la Adamawa, Amadu Fintiri, ambaye alitembelea eneo la tukio, amesema tukio hilo ni dharau kubwa ya ubinadamu na kwamba serikali itachukua hatua kali. Nimekuja kufanya tathmini mimi mwenyewe na kuwatuliza wananchi kwamba serikali na vyombo vya usalama viko macho kabisa kuhakikisha kuwa wanalindwa vyema. Mchambuzi wa masuala ya usalama wa Nigeria, Hassan Sadiki, amesema shambulio hilo linadhihirisha kwamba uwezo wa kujilinda wa taifa ni mdogo. Our offensive capability is low. Uwezo wetu wa kushambulia ni mdogo. Kulinda taifa lako kunahusisha nyanja mbili: uwezo wa kujihami na uwezo wa kushambulia. Je, tuna ndege ngapi za kivita? Je, tuna marubani wangapi wa ndege hizo za kivita? How many fighter pilots do we have? Tawi la kundi la dola la Kiislamu nchini Nigeria limedai kuhusika na shambulio hilo kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa Telegram. Tuelekee nchini Indonesia. Idadi ya watu waliokufa kutokana na ajali ya kugongana kwa treni mbili karibu na mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, imefikia 14. Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia Jumatatu katika kituo cha reli cha mji wa Bekasi jirani na Jakarta, ikihusisha treni ya abiria ya mijini na treni ya masafa marefu.
Wahudumu wa dharura wanaendelea kufanya kazi eneo la tukio kuwaokoa watu waliokwama ndani ya mabaki ya treni. Kwa mujibu wa ripoti kutoka eneo la ajali, waokoaji walitenganisha treni hizo na walikuwa wakitumia mashine za kukata chuma kufungua miundo ya vyumba vya mabehewa ili kuwaokoa abiria. Msemaji wa kampuni ya reli ya serikali Anne Purba awali aliripoti watu 5 kufariki na 79 kujeruhiwa, lakini idadi hii imeongezeka hadi vifo 14 kufikia leo asubuhi. Mwaka 2010, treni kutoka Jakarta iligonga treni nyingine iliyokuwa imesimama katika kituo katika jimbo la Java Kati na kusababisha vifo vya watu 36. Na hatimaye ni taarifa kutoka Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametaja hatua ya kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kuwa sawa na silaha ya nyuklia ya kiuchumi na kusema kuwa Iran inajaribu kuitumia dhidi ya dunia. Katika mahojiano na kituo cha habari cha Fox News nchini Marekani, Rubio amesema kuwa Iran inajigamba kwamba inaweza kushikilia mateka 20 hadi 25 ya nishati ya dunia. Ameongeza kuwa Iran ikiruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia itashikilia mateka eneo lote la Mashariki ya Kati. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani amesema anatumai kuwa baada ya mzozo huu dunia nzima itakuwa imetambua tishio linaloletwa na Iran. Pia amesema kuwa wahusika wote katika serikali ya Iran ni watu wenye misimamo mikali, lakini wapo baadhi yao wanaoamini kuwa ni lazima waendeshe nchi na uchumi. Rubio amesisitiza kuwa Marekani haitaki kuwadhulumu wananchi wa Iran. Akizungumzia maandamano dhidi ya serikali ya Iran mapema mwaka huu na ukandamizaji wa serikali dhidi ya waandamanaji, amesema walitaka watu wa Iran wasikilizwe badala ya kuwaua watu 30,000 hadi 40,000 mitaani. Emil Kasapa, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwanamke mmoja na mtoto wake wamekufa baada ya kutumbukia kisimani katika kitongoji cha Usindi Kusini, wilaya ya Kaliua mkoani Tabora. Serikali na wadau wameombwa kuendelea kuboresha mazingira ya watu wenye ulemavu hasa walimu ili kuimarisha afya na usalama wao mahali pa kazi. Na katika habari za kimataifa, wanaume wenye silaha wamewaua watu 29 katika kijiji cha Guyaku, jimbo la Adamawa nchini Nigeria. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM, kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote waliowasikia, asante kwa kutusikiliza na kutazama. Wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia YouTube kupitia CG Online TV, jina langu ni Florentina Nyambuka. Tabora